Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Karibu katika Rhapsody yetu ya vijana Tivo ambayo inaandaliwa na mchungaji Chris Oyakilome. Na mimi ni msomaji wako Teresa. Na somo letu la leo linasema mamlaka juu ya mauti. Yaani ishi ukiwa na ufahamu wa ufufuo. Na neno letu la msingi linatoka katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 18, nayo inasema, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Tuzungumze. Hebu fikiria gereza moja lililoogopwa na kila mtu, kwa sababu mtu akiingia humo hakukuwa na kutoka tena. Kisha shujaa mmoja akaingia akamshinda mkuu wa gereza huyo muovu, na akatoka akiwa ameshika funguo. Hicho ndicho Bwana wetu Yesu Kristo alichokifanya kwa mauti. Mchungaji anasema kutokana na uasi wa Adam, Biblia inasema mauti iliwafikia watu wote, kama ambavyo Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inavyosema, nami nitasoma. Neno linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mchungaji anaendelea, anasema mauti ilihusishwa na shetani. Na kwa hiyo Adamu alipofanya uasi mkuu kule bustani ya Eden kwa kumtii shetani, mauti ilianza kufanya kazi ndani ya kila mwanadamu. Hivyo Ibilisi alipata uhuru wa kuwatesa wanadamu kwa magonjwa, kwa udhaifu, kwa uharibifu, na hatimaye mauti kwa mapenzi yake yeye Ibilisi. Hadi Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, shetani alikuwa ana funguo za mauti. Biblia inatufahamisha kwamba mwanaume na mwanamke maisha yao yote walikuwa katika hali ya utumwa kwa sababu ya hofu ya mauti. Lakini Bwana Yesu alikomesha jambo hilo kupitia ushindi wake juu ya mauti na kaburi, na kuwaacha huru watu wote kutoka kwenye hofu ya mauti. Na neno hili linathibitishwa katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15, ambayo inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu alienda moja kwa moja hadi kuzimu, eneo la Ibilisi, na kumnyang'anya funguo za mauti na kuzimu. Alishughulikia tatizo la mauti alipofufuka kutoka kwa wafu kwa ushindi mkubwa, na kumuingiza mwanadamu katika maisha mapya kabisa. Hivyo leo hii mtu yeyote aliyezaliwa mara ya pili hahitaji kuogopa mauti, kwani mauti imeshindwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mauti ni adui wa mwisho atakayeangamizwa sawa sawa na neno la Mungu katika Wakorinto wa 1 sura ya 15 mstari wa 26, nami nitasoma. Neno linasema, na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Hilo ndilo ambalo pasta ametusisitiza leo. Kama Wakristo hatupaswi kuwa na hofu ya mauti, kwa sababu Kristo amekwisha kuyamaliza hayo yote kwa ajili yetu na kutukirimia ushindi endelevu. Kwa hiyo leo hii, na tangu wakati ule Bwana Yesu alipotushindia katika eneo hili, shetani hawezi kuchukua maisha ya mtu yoyote kwa mapenzi yake yeye, kwa sababu hana nguvu hizo tena. Anachoweza kufanya sasa ni kuongea maneno makubwa ya vitisho, kujaribu kukuibia kwa udanganyifu na au kutumaini
kwamba wewe mwenyewe utafanya uamuzi mbaya ambao utadhuru au utaumiza nafsi yako. Wapendwa wangu, mauti imeshindwa. Unayo haki leo kama kijana mwenye mamlaka kukataa kuiruhusu mauti ifukuze mahali popote karibu nawe. Yesu alimfilisi kabisa ibilisi kwa kumnyang'anya funguo zake, na alikupa mamlaka ya kumweka shetani chini, kuweka dhambi na mauti katika nafasi yao ambao ni chini ya miguu yako. Utukufu kwa Bwana. Nitaingia ndani zaidi kwa kusoma Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Pia katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 mpaka 19 neno linasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye alipendeza utimilifu wote ukae. Tamka sala hii kama sehemu ya ukiri wa imani. Sema, nina mamlaka na nguvu juu ya mauti. Mauti na kila kitu kinachohusiana nayo havina nafasi ndani yangu na karibu nami, kwani mimi ni roho iletayo uzima. Nina mamlaka ya kukemea mauti na kufufua wafu, kwa sababu Yesu alishinda mauti na ametupatia uzima na kutokuharibika kupitia nuru ya Injili. Haleluya. Mchungaji